Karibu mtazamaji wa Channel 10 katika kipindi cha Darasa Mseto. Leo katika Darasa Mseto tunazungumzia maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Na ninayekuongozea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Esther Amando Sizelamula. Karibu sana. Siku ya wanawake duniani huadhimishwa kila tarehe 8 ya mwezi wa 3 kila mwaka. Na siku hii ilianza kuadhimishwa mwaka 1975 wakati Umoja wa Mataifa uliporidhia kwamba siku hii itumike katika kuikumbusha dunia umuhimu wa haki kwa wanawake. Lakini pia siku hii hutoa chachu katika harakati za mapambano ya usawa wa kijinsia kwa wanawake na wanaume katika jamii. Lakini kwa hapa nchini Tanzania, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kitaifa yamefanyika kule mkoani Arusha. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye alikuwa mgeni rasmi, kwa maana kwamba ndiye aliyeongoza maadhimisho haya. Na ikumbuke tu kwamba kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani ni wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa pamoja na uwezeshaji. Sasa wanawake wamezungumza nini kuhusiana na siku hii muhimu, na ni kwa namna gani wameshiriki katika kuleta maendeleo hususan katika taifa hili la Tanzania? Wanahabari wenzangu Pendo Salu, Roda Simba, Rose Chapewa pamoja na Mwajabu Hoza wamefanya mahojiano na akina mama kutoka sehemu mbalimbali ili kuweza kuzungumzia umuhimu wa siku hii ya wanawake duniani na namna gani wanawake wameshiriki kikamilifu katika kuleta maendeleo katika taifa hili la Tanzania. Nianze na mwanahabari mwenzangu Roda Simba kutoka kule makao makuu ya nchi Dodoma. Hebu tufahamishe wanawake wanasema nini kuhusiana na siku hii muhimu. Karibu Roda. Asante sana Esther Amando Sizelamula kutoka hapo katika studio zetu zilizopo jijini Dar es Salaam, na hapa ni Dodoma, na moja kwa moja kuelekea siku ya wanawake duniani naenda kuzungumza na mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini kutoka hapa ofisi ya mkuu wa mkoa Bi Francisca Mselemu, ambaye tutazungumza naye kuhusiana na umuhimu wa siku hii ya wanawake duniani, lakini pia tutazungumza kuhusiana na mchango wa wanawake katika kuleta maendeleo ya nchi. Siku hii ni muhimu sana kwa sababu inatoa fursa ya kuangazia changamoto mbalimbali zinazomkabili mwanamke, lakini pia na mafanikio ambayo yamepatikana, especially tukizingatia kwamba mwaka huu imetimia miaka 30 tangu ule mkutano wa Beijing. Kwa hiyo katika kipindi hicho cha miaka 30 tumeshuhudia mabadiliko makubwa sana ambayo yamefanyika. Maadhimisho haya yanatoa nafasi sawa ya wanawake kuzidi kupaza sauti kwamba kama kuna sera ambazo bado hazijatekelezwa, ambazo zinatakiwa ziwekwe ili kuhakikisha kwamba sasa tuna yale mapambano ya kuelekea usawa wa kijinsia yanafanikiwa zaidi. Hii ni siku maalum ambayo sasa ni jukwaa linapatikana la wanawake kusema sasa, kupaza sauti zao zaidi kwa lengo la kuleta mafanikio zaidi katika hilo eneo la usawa wa kijinsia na mambo mengine ambayo kwenye masuala ya uchumi, siasa, afya na vitu kama hivyo. Na tunaweza tukaona kwamba kuna wanawake wengi tu ambao wamefanikiwa. Tunaweza tukamtaja rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kama kinara, kwa sababu tumeona akiwa rais mwanamke kwa mara ya kwanza tumempata katika nchi yetu, lakini ameprove kwamba mwanamke anaweza, akipata nafasi ana uwezo wa kuipambania na kuitendea haki. Mwanamke kwenye uchumi wako kina mama wengi tu wanapambana kwenye uchumi. Ukipita huko kwenye mitaa huko, kupita masokoni, wapo kina mama wanapambana kuhakikisha kwamba uchumi wa familia unasimama. Wako wanawake wana viwanda, wako wanawake kwenye sekta ya kilimo, kwenye ufugaji. Kazi zote ambazo ni za kiuchumi mwanamke anaweza kuzifanya. Tutoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
kwa jitihada mbalimbali ambazo maendeleo mbalimbali ambayo ameyafanya, ambayo yanaenda kuhakikisha kwamba mwanamke wa Kitanzania naye anapata maisha nafuu. Tunaona amefanya kazi kubwa kwenye sekta ya afya. Kwenye sekta ya afya tunapoendelea, vifo vya mama na mtoto vitaendelea kupungua kwa sababu ya huduma za afya zimesogezwa karibu na wananchi walipo. Ikiwa kama mwanamke, kama mama, mwanamke mpambanaji, nipende kuwapongeza na viongozi wetu ambao ni wanawake katika nchi yetu hii. Maana tumefanikiwa kupata viongozi wanawake ambao ni wamechukua nyadhifa za juu. Akiwepo rais wetu Samia Suluhu Hassan pamoja na spika wa bunge Tulia Ackson, bila kumsahau mkuu wetu wa mkoa Rosemary Senyamule. Ni mama anayefanya vizuri, na tunajua kabisa mama anatakiwa anakuwa na majukumu yake ya kifamilia nyumbani, lakini tunaona jinsi gani anavyopambana kufanya kazi yake kuhakikisha mkoa wake unaenda vizuri. Vile tunaona jinsi gani wanawake siku hizi wamekuwa na mchango mkubwa wa uchumi tuseme, na wa kujipatia kipato ndani ya familia. Kiangalia wanawake wengi sasa hizi wamekuwa wafanyabiashara, wapambanaji, tofauti na miaka ya nyuma. Inatukumbusha kwamba mwanamke ni kiongozi bora. Rose Chapewa, nina imani huko uliko mkoani Mbeya una shauku ya kutufahamisha kwamba akina mama wanasema nini kuhusiana na siku hii muhimu tarehe 8 mwezi wa 3 kuhusiana na siku ya wanawake duniani. Karibu sana Rose Chapewa. Asante sana Esther Zelamula kutoka hapo jijini Dar es Salaam. Na katika mkoa wa Mbeya nimeweza kuzungumza na wanawake ambao wamepewa nyadhifa mbalimbali katika siku hii ya maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani, ambapo kubwa zaidi wameweza kuzungumzia mambo mbalimbali ya maendeleo ambayo yamefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia hakumsahau Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Tulia Ackson Mwansasu, ambaye pia ni rais wa mabunge duniani. Siku hii ya mwanamke duniani ambayo inaadhimishwa duniani na pia inaadhimishwa kitaifa, inadhihirisha kabisa kwamba dunia inatambua mchango wa mwanamke katika jamii. Maendeleo yanapofanyika hata katika ngazi ile ya familia, lazima kuna nguvu ya mwanamke, kuna chachu ya mwanamke ambayo ina chachu ile ya mwanamke ambayo imeongeza nguvu kufanikisha maendeleo hayo. Lakini pia tukiangalia hata kwa ngazi tu ya kitaifa, tukimwangalia mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wetu na amiri jeshi mkuu. Yeye ni kiongozi wetu mkuu katika nchi yetu ya Tanzania, analiongoza taifa letu, anaongoza majeshi, anaongoza wizara mbalimbali, na nchi yetu iko salama, nchi yetu ina amani, na yako maendeleo na mafanikio makubwa katika kipindi chake cha miaka 4 ambacho mama huyu shupavu ameongoza taifa hili la Tanzania. Yako mafanikio makubwa, yako matokeo makubwa na miradi mikubwa kabisa katika nchi yetu ambayo tumeiona imefanyika, imetendeka. Tukimwangalia waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Stergomena Tax, naye pia amekuwa mama shupavu. Tunaona nchi yetu iko katika hali ya utulivu. Sio jambo dogo. Utulivu unatengenezwa. Ukiona vyaelea vimeundwa, sio kwamba hii amani ya Tanzania imetokea tu. Wako watu ambao wanapambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama. Tunamwona huyu mama amesimama kwenye nafasi yake, ameweza kusimama imara, na nchi yetu iko tulivu, nchi yetu ina amani. Mahali pasipokuwa na amani, kama tunavyoona katika nchi nyingine, hawezi kufanya shughuli za uzalishaji. Kwa hiyo tunaona hawa wamama wana mchango mkubwa kusababisha amani na utulivu, na sisi kupata maendeleo makubwa yanatokana na hiyo amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania. Chukulia mfano wa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ni mfano mzuri sana, na tumeanza kuona kwamba nchi nyingine nao wanaiga. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wanawake ni watu ambao wanajiamini. Tukimwangalia Mheshimiwa Rais ni mama ambaye anajiamini. Mwanamke ni mtu ambaye anaweza kubeba majukumu mbalimbali akayafanya kwa wakati mmoja. Tukimwangalia Mheshimiwa Rais anabeba majukumu ya kama mama, kuhakikisha kwamba anafanya ile shughuli yake kama mama. Lakini kama kwa upande wa uongozi anafanya vizuri.
tunaona sasa hivi miradi mbalimbali. Nani asiyojua mambo ya afya kwa sasa hivi? Tukiangalia miradi ya afya, kila mahali tunakuta mahospitali mbalimbali, mahospitali mapya. Hiyo yote ni katika kuhakikisha kwamba huduma zinamfikia mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo imeondoa ule usumbufu ambao ulikuwa na kwamba labda tunategemea hospitali mmoja. Pia sasa mbali na rais, tunaangalia pia bunge letu, pia tuna mwanamke Dr. Tulia. Lakini ukimwangalia ni dada shupavu, kiongozi shupavu ambaye ameweza kusimamia bunge letu vizuri, na hata akaaminika na mataifa mengine, wakamwona kwamba huyu ni mwanamke ambaye ni shupavu, na ameweza kupewa kazi ya urais wa mabunge duniani. Hii ni kazi ambayo pengine tusingetarajia kama Tanzania. Lakini zote hizi ni ule umuhimu wa mwanamke. Taifa linamwona mwanamke ni muhimu. Kwa hiyo hata alivyopata ile nafasi, ina maana tuliweza kumsapoti, serikali ilimsapoti, Afrika walimuona umuhimu wake kama mwanamke na walimsapoti. Kwa hiyo kwa maana hiyo nasema kwamba wanawake tusikate tamaa. Wanawake bado tuendelee kupigania nafasi zetu. Tuendelee kusoma kwa bidii. Kwa sasa hivi nafasi ya mwanamke kwa upande wa uchumi wetu, au kwa upande wa uchumi wa Tanzania tuseme, au kwa upande wa siasa kwa upande wa Tanzania, upande wa kazi, yani shughuli zote zinazohusiana na mwanamke, ameonekana kwamba ni mtu muhimu sana ambaye anaweza kufanya kazi zake vizuri, na kama nilivyosema mwanzo kwamba mwanamke ni mtu ambaye ana determination, na akipewa jukumu analifuatilia mpaka mwisho. Tukiangalia sasa hivi, mbali na tumemsema Mheshimiwa Rais, tumemsema Dr. Tulia ambaye ni rais wa mabunge, lakini tukiangalia nafasi nyeti, mwanamke saizi anaaminiwa katika nafasi nyeti, kwamba wanafanya nafasi nyeti na wanaperform vizuri. Tukimchukulia waziri sasa wa ulinzi ambaye sasa hivi ni mwanamke. Ile nafasi ilikuwa zamani ukisema waziri wa ulinzi mwanamke watu wanashangaa. Na nakumbuka wakati rais anampa alisema kwani mwanamke ndio atakuwa anabeba mabomu, ndio atakuwa anabeba vifaru. Lakini yeye kwa kutumia ile talent aliyopewa kama mwanamke, uwezo aliopewa kama mwanamke, anaweza kuongoza vizuri. Tumeambiwa mwanamke ni mtu na nini na nusu, si ndio? Kwa kama ni mtu na nusu, ana uwezo zaidi ya ule ambao anatarajiwa. Kwa hiyo ndio maana unakuta nafasi zile nyeti saizi mwanamke anapewa na anaperform bila wasiwasi wowote, kwa sababu tumejiamini na tunaweza kufanya vizuri zaidi. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Ama kwa hakika mkoani Kigoma wanawake hawako nyuma. Wana mengi ya kuzungumza, kufahamisha ulimwengu, kuifahamisha Tanzania kuhusiana na siku hii muhimu. Hebu tuungane naye Mwajabu Hoza, tufahamishe Mwajabu, akina mama wanasema nini kuhusiana na siku hii muhimu kwa taifa letu la Tanzania na dunia kwa ujumla. Karibu sana Mwajabu Hoza. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kama mama, tangu alivyoingia madarakani, kwanza watu walikuwa na hofu, lakini baadaye mambo aliyofanya ni makubwa. Mama Samia amefanya miradi mikubwa na watu wamekubali, na miradi ya kila sekta amefanya vitu vikubwa sana. Kwa mfano hata mkoa wetu wa Kigoma, yani amefanya mkoa wa Kigoma umefunguka, na Kigoma inaenda kufunguka kwa kweli vizuri sana. Lakini Tanzania nzima amefanya miradi mikubwa ya kimaendeleo. Ameleta mashule yamejengwa, madaraja, mahospitali, mabarabara. Yani kwa kweli miradi aliyoifanya mama ni mikubwa kiasi kwamba kila sekta amegusa na ameendelea kugusa na ameboresha kiasi kikubwa sana. Kwa hali hiyo amefanya kazi vizuri, na ndio maana hatuna wasiwasi ya Mama Samia kutuongoza tena miaka 5. Wanawake sasa ndio wameshikilia uchumi na hasa kwenye familia zetu. Kwa hiyo imekuwa na maendeleo makubwa. Wana mchango mkubwa sana ndani ya jamii. Wanawake wamekuwa wafanyabiashara. Wanawake wamekuwa wamekuwa hata wakandarasi. Wanawake wamekuwa mainjinia. Yani wanawake tumezidi kuelewa. Zamani kwa tunafikiri labda mwanamke hawezi vitu vya namna hiyo. Lakini kiusema ukweli mwanamke tunaweza.
na ndio maana unakuta mwanamke anaweza kufanya kazi 7 kwa wakati mmoja, anafanya hiki. Tuna akili nyingi za kufanya kitu kwa uharaka ule ambao tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwanza ni mwanamke wa kwanza kuwa rais katika nchi yetu, lakini ni mwanamke ambaye ni shupavu. Ni pale tu alipopata nafasi, kwa nafasi ile alivyoipata bila kuchaguliwa, lakini hakutuangusha wanawake. Alisema baada ya miaka hiyo mimi naingia kugombea. Ule ni umakini, na ile nayo imeonyesha heshima kubwa sana kwa sisi wanawake. Kama angeishia pale, ina maana alikuwa ametuvunja sisi nguvu wanawake. Lakini ameamua kuingia kwenye uchaguzi mkuu, na sisi wanawake tumeamua kumuunga mkono. Na shughuli katika miaka 4 aliyoifanya, wote tumeona maendeleo yamekuja zaidi tulivyofikiria wanaume wanaweza katuwezesha. Mwanamke amevunja rekodi kwa miradi mikubwa yenye thamani kubwa. Kwanza amefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya reli. Kupata treni ya kisasa kwa Tanzania ilikuwa ni ndoto. Lakini bado mama yule, umeme sasa hivi umekuwa ni wa kumwaga wa grill. Lakini siku za nyuma viongozi waliopita walikuwa wanasema lami ina gharama kubwa sana. Nishangae mama ameweka lami mpaka vijijini. Yaani hiyo ni heshima kubwa sana. Lakini bado mama amejenga daraja kubwa sana kama lile tunaloliona pale Mwanza Kigongo. Lile ni daraja kubwa lenye gharama kubwa sana ambalo lisingeweza mtu wa rahisi kujenga. Lakini bado mama anafikisha reli ya standard gauge mpaka mikoa ya Kigoma kwenda mpaka Burundi. Hiyo ni heshima kubwa sana mama anafanya. Elimu, vituo vya afya vya kisasa ambavyo hata mtu ukifika leba unasema kweli hapa nimezaa mahala salama. Mama yuko vizuri. Wanawake wengi tulinyanyaswa, tuliishia mafigani, tuliwekwa vyumbani, watoto wa kike hawakupewa uhuru wa kusoma kwa sababu tulionekana mwanamke ni kiumbe dhaifu, hawezi kupata elimu ya kutosheleza. Lakini kwa umuhimu wa siku hii, viongozi wetu walipoamua kwenda Beijing na kutafuta haki za wanawake, tulipewa uhuru, na mwaka 75 ilikuwa ni kauli mbiu ya sisi wanawake kujitawala. Kwa maana hiyo sasa wanawake tunapambana na tuko tayari kusimama imara. Wanawake kila mmoja amejielewa kwa nafasi yake, na sasa hivi tunafanya kazi katika mgawanyo wa kiserikali. Makundi yetu sasa hivi tunakwenda mpaka tutafika 100%, kwa sababu tumeamua tupambane kwa uletaji wa maendeleo ulio mzuri. Na kwa sasa tupate fursa ya kumalika sasa Pendo Salu kutoka kule Tabora. Hebu tufahamishe Pendo, wakina mama wanasema nini katika siku hii muhimu kwao? Karibu sana Pendo Salu. Asante sana Esther Amandu Sizelamula hapa mkoani Tabora. Nimezungumza na baadhi ya wanawake viongozi kuhusu umuhimu wa siku ya wanawake duniani, lakini pia mchango wa wanawake katika kuleta maendeleo katika jamii, huku wakimtaja Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa ni mfano wa kuigwa, lakini pia viongozi wengine wa kitaifa ambao wamekuwa chachu katika kuleta mabadiliko katika jamii. Nikizungumzia mchango wa viongozi wa wanawake katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama tu kwa ulimwengu kwa ujumla, ni mkubwa sana katika maeneo mbalimbali, kiuchumi, kisiasa na aspects zote ambazo zinafahamika. Mfano mzuri wa viongozi wanawake naweza nikamzungumzia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Amekuwa ni mfano mzuri wa viongozi wanawake kwa Tanzania, Afrika na ulimwengu mzima. Hii ni kutokana na kwamba ndani ya mwanamke tunauona umakini mkubwa sana, usikivu, ueledi, yani ni watu ambao wanamaanisha wanapoamua kulifanya jambo. Naunga mkono kile ambacho wamekuwa wakisema watu mara kwa mara kwamba wanawake tunaweza tukiwezeshwa. Lakini nimebaini kupitia Mama Samia Suluhu Hassan, hata bila kuwezeshwa mwanamke ana uwezo wa tofauti, ana nguvu ya tofauti ambayo ikitumika vizuri, ukichanganya ile taaluma na mambo mbalimbali ikatumika vizuri, ni mtu mmoja ambaye anaweza akafanya jambo likaleta utofauti mkubwa. Tunao viongozi wengi, kuna kina speaker wetu wa bunge Tulia Ackson, tunamuona katika
pamoja na kwamba ni spika wa bunge, lakini tunamuona katika nafasi mbalimbali ambazo amekuwa akifanya ama akipewa. Tunaona jinsi ambavyo tunauona ule uwezo unavyojitokeza. Nawatia moyo wanawake ambao wako kwenye nafasi ama zinatokea fursa ambazo wanaweza wakaingia kwenye uongozi, waingie, wanaweza. Kupitia mfano mzuri rais wetu Samia Suluhu Hassan, yeye ametoa kwa kifupi anasaidia sana jamii yetu, hasa wanawake. Mfano mzuri, hivi karibuni kuna huu msaada wa kisheria ambao umepita pia kule kwetu halmashauri ya wilaya Uyui, wakiambatana na afisa ustawi wa jamii na wanataaluma mbalimbali kwa lengo la kusaidia jamii ikiwemo wanawake wanaopitia ukatili wa aina mbalimbali. Sawa, ambako pia kupitia huo msaada wa kisheria inasaidia kuleta utulivu kwa wanawake kwa namna gani waweze kulea watoto wao vizuri, lakini pia kwenye utumizi mzuri wa fursa mbalimbali zinazoendelea kutokea. Lakini pia kwa wanawake hao tuko wa aina tofauti, lakini pia kuna wanawake wenye ulemavu. Wasisite, wajiamini, wanawake tunaweza. Disability is not inability. Kwa hiyo natoa wito kwa wanawake wote kuelekea siku ya wanawake duniani, tuwe chachu katika jamii, kulinda hasa watoto wetu katika changamoto mbalimbali ikiwemo changamoto ya ukatili, lakini pia tujikite pia katika malezi bora kwa watoto wetu. Kimwongelea mama yetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu, kwa kweli amekuwa na mchango mkubwa sana kwa wanawake. Amekuwa akisaidia sana wanawake. Kuna mikopo mbalimbali ambayo inatolewa kwa kupitia kitengo cha maendeleo ya jamii. Wanawake wamekuwa wakipitia kitengo hicho cha maendeleo ya jamii na kupata mikopo mbalimbali ambayo inawasaidia katika kujikwamua na maisha, katika kuongoza familia zao. Maana siku hizi sio tu wa baba ambao wanatoa support kwa familia, hata wa mama siku hizi tunatoa support katika familia na gurudumu linaenda kama kawaida. Asipokuwepo baba, mama unaendeleza na maisha. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa wetu Samia Suluhu, kwa kweli tunampongeza sana katika hili na Mungu aendelee kumbariki na mzidishie maisha marefu. Na washauri wasichana, wanawake, sana wasichana ambao wanachipukia, wafate mifano hiyo ya kuiga, mfano Dr. Tulia, Mama Samia Suluhu, kwa kusoma kwa bidii, kuwa na adabu njema, kuwasikiliza wakubwa, waweze kupambana. Pia wamtangulize Mungu katika kila jambo. Mtazamaji, ninayo furaha kubwa kukufahamisha kwamba siku ya wanawake duniani ni muhimu sana, si tu kwa Tanzania bali ulimwengu mzima. Na kwa hapa Tanzania, kinara Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana neno ambalo amelitoa katika siku hii muhimu ya wanawake duniani, hususan pale alipoongoza maadhimisho hayo kule mkoani Arusha yalikofanyika kitaifa. Tumsikilize Mheshimiwa Rais. Sisi kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar tunafanya kazi vizuri na mashirika ya kimataifa. Umoja wa Mataifa, United Nations, European Union, World Bank, African Development Bank, International Monitoring Fund, mashirika yote ya kimataifa, UNESCO. Juzi mmemwona mama wa UNESCO amekuja hapa, tumezungumza, ameondoka. Mashirika yote ya kimataifa. Lakini na watoa fedha kimataifa tunafanya nao kazi vizuri, na ndio imetuwezesha kutekeleza malengo yote haya. Lengo la 7 ni partnership, nalo tunalifanya vizuri. Tunakuza diplomasia yetu Tanzania ili tufanye kazi na ulimwengu na Tanzania iwe sehemu ya ulimwengu na tuende na maendeleo ya ulimwengu. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, ufafanuzi wa tulioyafanya, safari yote hii imekwenda kuondosha shida kwa mwanamke, lakini kwa Mtanzania yoyote. Mtanzania, safari hii imekwenda kumwondoshea shida. Sasa baada ya kufanya yote haya, mwaka 2021 taasisi za kimataifa zilikaa na kufanya tathmini ya hali iliyofikia, na wakaona katika baadhi ya maeneo duniani mwelekeo umetoka zaidi kwa watoto wa kike na mwanamke na kuacha nyuma wanaume. Hivyo basi
wamekuja na ajenda nyingine ya kizazi chenye usawa. Ajenda hii maana yake ni nini? Ajenda hii maana yake ni kuwajenga sasa watoto wetu, kizazi chetu cha kike na kiume, kuwapa fursa sawa. Baada ya kufanya marekebisho yote hayo, kuwapa fursa sawa, sasa wakuwe pamoja. Sasa kwa upande huo, Tanzania nasi tuliingia kwenye mkutano huo, na kwa bahati ikawapendeza mataifa kutupa eneo la kulisimamia, nalo ni eneo la haki na usawa wa kiuchumi kwa watoto wa kike na watoto wa kiume. Kwa tunasimamia eneo hili kidunia. Kwa hiyo hatushangai kwamba tunaanza nyumbani, wanasema sadaka huanza nyumbani. Kwa tunakuza maendeleo ya usawa wa kiuchumi nyumbani, ili sisi kama champion wakija waone kinachotokea hapa kwetu. Kwa tunakwenda na hilo. Mwaka wetu huu tumeutendea haki. Tulitoa maamuzi kwamba sherehe hizi kitaifa zitafanyika kila baada ya miaka mitano, na kwa bahati nzuri zimeangukia mwaka huu wa 2025. Kwa maana hiyo nyingine zitafanyika mwaka 2030, wakati mimi naachia ngazi na mwachia kijiti mwingine. Lakini zitafanyika mwezi wa 3 bado nikiwa kwenye madaraka, Mungu akipenda. Kwa hiyo nitawaaga katika sherehe hizo. Sasa miaka ya katikati hapa, sherehe hizi zitakuwa zinafanywa kimikoa. Kila mkoa utakuwa unafanya sherehe, lakini kila miaka mitano utazifanya kitaifa. Miaka mingine Tanzania bara, miaka mingine Zanzibar utazifanya kitaifa. Naomba Mwenyezi Mungu aibariki Afrika. Mwenyezi Mungu abariki nchi yetu Tanzania. Atubariki wa Tanzania. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kina mama oye. Watoto wa kike oye. Wa Tanzania oye. Kina baba oye. Hadi hapa mtazamaji, darasa mseto halina la ziada. Ni kushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Pia ni washukuru wanahabari wenzangu Pendo Salu, Rose Chapewa, Mwajabu Hoza pamoja na Roda Simba, ambao wameshiriki kikamilifu katika kuzungumza na kina mama kuhusiana na siku hii muhimu ya wanawake duniani. Lakini bila kumsahau fundi mitambo Geoffrey Magawa, ambaye amekuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Hadi wakati mwingine, niseme asante sana, na nikukumbushe tu kwamba kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani ni wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa pamoja na uwezeshaji. Mimi ni Esther Amandus Zelamula. Asante na tukutane wakati mwingine. Kwaheri.